Ni siku 21 za maombi zitakazoondoa vifungo mbalimbali, mipaka ya kufanikiwa, chini ya mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe. Ataombea watu mbalimbali. Bado unayo nafasi mpaka tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2026, kila siku saa 10 jioni mpaka saa 12, na Jumapili itakuwa ibada pekee ya neno la Mungu, maombi na maombezi, kisha tarehe 22 kuhitimisha na sakramenti ya meza ya Bwana. Hakikisha adui asiweke kizuizi cha kukosa maombi haya. Njoo na jirani yako. Location Kitunda Kibeberu, kanisa la Yesu ni lango la uzima, au tupigie kwa simu namba 0679266863. Wote tuende kwa Yesu. Fanya awe mtu wa kuloga watu huyu. Nitaluka naye kwenye ungo huyu. Nitafanya naye yes, bibi naona anaungua na majeshi yake. Anayesema ni mjukuu wangu anaungua moto, 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 bibi anaungua moto. Aliyeweka agano la kitovu, aliyesema lazima awe mchawi. Sema kwanza. Wanaweza wakahakikisha wengi sana walioitwa, fanya research jambo utanielewa baadaye. Walioitwa wakajifungulia kijijini au kwa wakwe zao au kwa mama zao waliowazaa. Wengi sana waliotumwa wakajifungulia huko. Hao watu 90% hao watu wamejifungulia nyumbani. Najua hapo hujawahi kusema amina. Wengi sana wamejifungulia wapi? Nyumbani. Inatengenezwa mikakati. Lazima ujifungulie nyumbani, ili mtu wa kwanza wa kukupokea huyo mtu akawe nani? Bibi. Akawe mtu wao anayekupokea kwanza. Halafu kumbe mikono yake imeandaliwa kabisa kuondoa hicho ulichoombaga Yesu lango la uzima kwa huyo mtoto unayemzaa. Na hapa kama nina vijana waelevu sana hapa, mambo atayapigia hapa mjini tu. Sikia nikwambie, uchawi mwingi wa Kiafrika huwa hauvukagi maji. Hauvukagi nini? Maji. Mwingi hauvukagi maji, mwingi wa Kiafrika. Labda wa viwango vya juu, lakini hawa washikatunguli hao huwa havukagi maji. Kwa hiyo ukiona vipi, umwambie tu bwana, njoo sasa ufanye nini? Umsalimie mkwe wako. Tumebarikiwa, tumepata mtoto, njoo umsalimie. Anapokuja tayari yule anakuta ameshapokelewa na watu wa kwanza walio na mikono safi. Si niende mahali fulani nisikie amina niendelee. Amen. Acha ngombe jambo la ajabu sana. Mnajua kwenye kitabu kuna mtu mmoja alisema, Bwana, kwa kuwa sasa aliletewa Yesu. Nakumbuka hicho kitu. Anasema kwa kuwa sasa nimemuona Masihi wa Bwana. Akasema sasa Bwana, niko tayari kufa. Ni Zekaria yule nani? Simeoni. Kwa nini ameletewa? Nimesoma Biblia kufanya utafiti. Kumbe Yesu tangu amezaliwa hajashikwa na mtu mwingine zaidi ya nani? Ya Mariamu mama yake. Zaidi ya Mariamu. Hata wale wachungaji kutoka Makondeni wamekuja pale, wamemkuta amevaa vinguo vya kitoto, lakini hawajamshika kumpakata. Lakini mwenzangu, na wewe umezaa leo tu, halafu utasikia tu yani nipeni na ugoro wake mdomoni. Hapo jamani, shangazi yake huyo. Haleluya. Alafu baadaye unashangaa sasa, mtoto uliyemuomba kwa Bwana, unajiuliza, Bwana, si nilikuomba? Bwana, si nilikuomba unipe mhubiri? Mbona anavuta bangi? Nilikuomba unipe mhubiri, mbona anakaba watu? Nilikuomba Bwana, inakuwaje? Wa kwanza kumshika ni nani? Wa kwanza kumshika ni nani? Sema Yesu oye. Wa pili aseme tena, sema Yesu oye. Yesu oye. Nataka leo kila aliyewahi kukushika wewe akamshika na mtoto wako, mikono ya udhalimu isikae juu ya fungu la wenye haki. Amen. Mikono ya udhalimu isikae juu ya fungu la wenye haki. Haleluya. Amen. Haleluya. Na wewe ambaye uko hapa, sikatai kajifungulie kwenu, lakini zoom kwanza. Usiende macho ngasu.
Utatusumbua hapa kuombea kila siku. Haleluya. Amen. Unataka kwenda kujifungua nyumbani, kazumu kwanza kukoje, halafu nenda kajifungue kwa nyumbani. Wenzako huo anaandaa watu wa kwanza wa kuwashika, halafu mikono yao kumbe imeharibiwa. Akimshika huyo mtoto anaharibika, vile kichwa chake kinapotea. Mtu wa pili aseme amen. Amen. Nisikize nikwambie, mamajusi wa mashariki, wasoma nyota, wapiga ramli, wale kilichowapeleka kwa Yesu, walitaka tu ile anazaliwa wawepo, halafu wamekuja na zawadi. Kama ni wewe Yesu wangu, lazima utaacha kumpa mtoto. Shankae huku mimi, mama hajasema hata amina. Hawa jamaa Biblia inasema walitoka mashariki ya mbali. Zamani wanatembea na mitumbwi ile, sio boti, mitumbwi. Wanaenda wapi? Alikozaliwa mtoto. Lakini anasema wameiona nyota upande wapi? Wa mashariki. Wanajua nyota ya nani huyu? Lakini wenyewe wanasema ni nyota ya mfalme. Wanaenda, lakini wanaona wao ni wafalme, lakini bado hiyo nyota imewazidi ukuu. Wanaenda wakasema, tutapewaje kumshika pasipo na. Halafu wakaandaa uvumba, manemane na dhahabu, si ndio? Wameandaa hivyo vitu ili wakifika wakimpa Mariamu wapate kumshika. Lakini kwa taarifa yako, wale nao hawakupewa. Haleluya. Hawakupewa na hao. Siku ya 8 mtoto anapelekwa kwa Simeoni. Siku ya 8 kama ilivyo desturi ya Wayahudi, siku ya 8 ndio anapelekewa Simeoni, ambaye aliambiwa kwamba wewe hutakufa mpaka umuone Masihi. Amen. Atakayekuja kukuomboa ulimwengu. Kwa sababu ni agano la Bwana, ndio wanampelekea, wanamwambia mzee huyu hapa. Jamaa anamwangalia sema, Bwana, niko tayari unichukue sasa. Maisha yangu sasa, kwa hiyo nimemuona Masihi wako, niko tayari kuondoka. Na wasoma Biblia wanasema kwamba alipomkabidhi Yesu, jamaa hakuchukua wiki, huyu kaondoka zake. Haleluya. Sasa kwenye familia kuna watu aidha huwa wakizaliwa, kuna wakuu wa familia wanakufa, aidha kuna haleluya, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Nisikie kwa kitu kimoja, ogopa sana mtu ambaye anazaliwa kwenye familia halafu mzazi wake anafukuzwa kazi. Sina watu hapa. Ogopa mtu ambaye anazaliwa kwenye familia halafu linatokea tukio kwenye familia, aidha nyumba inaungua, aidha anafukuzwa kazi, aidha unashangaa tu la kutokea pale, mzazi mmoja hapo anafariki. Mzazi mmoja hapo anafanyaje? Anafariki. Ukishaona mtu wa hivyo, ujue huyo mtu ni mkuu sana. Lakini ulimwengu wa roho wamepambana naye, wakashindwa. Waliposhindwa wakasema ni heri tumuue huyu aliyemleta. Anafyekwa aliyefanyaje? Aliyemleta, ambaye hata hajui maskini. Pengine hajui alibeba mtu gani, au pengine maombi aliombaga miaka 7 iliyopita nyuma, na akamwambia Roho Mtakatifu, nisaidie nipate mtu mkubwa kwenye familia yangu. Anazaliwa huyo mtu, familia haitaki wakubwa, inaanza kuwapiga wale wazazi. Unashangaa mzazi kama mlevi ghafla, anakunywa, analewa. Huyu mzazi akaharibikiwa lini? Kumbe limezaliwa jitu ambalo linataka kutikisa ufalme wa giza kwenye hiyo familia. Limezaliwa linabii, lichungaji. Sasa unashangaa, jamani, huyu mzee alikuwa mcha Mungu tu, imekuaje? Kuna mtu kazaliwa hapa. Amen. Sasa wale huwa wanaandaliwaga wa kuwapokea. Kwa taarifa yako, hata akienda hospitali ya kawaida iwe ya maana sio, na kwenyewe kuna ulimwengu wa giza unaandaa kuwapokea. Hawa manesi wetu hawa wanatusaidia sana, hawa madaktari wanatusaidia sana hawa, lakini wengi mikono yao inatumiwa sana na nguvu za giza kutokana na asili ya kwao, ya madhabahu za kwao. Haleluya. Yufika mahali fulani, ndugu yetu mmoja anataka kufanyiwa operation, akasema daktari fulani akimfanyia operation watu wote huwa wanatoka salama. Daktari fulani huwa akimfanyia operation huwa watu wote wanatoka. Mimi naomba tumsubiri huyo. Tukua ndugu yetu hapo na anaambia tumsubiri huyo akiwafanyia operation wanatoka salama. Lakini wa daktari wengine hawa kwa hali hii, ndio sasa sisi watu wa rohoni tunajaza pale kwenye chumba ambacho kiko empty pale. Kumbe kuna madokta ambao mikono yao ikikufanyia jambo unaharibika.
Amina, haijatosha hapa. Amen. Amina, haijatosha hapa. Amen. Na leo tuongelee habari ya wa kwanza ni nani? Wa kwanza ni nani aliyeshika maisha yako? Wa kwanza aliyeshika elimu yako ni nani? Wa kwanza aliyeshika kazi yako nani? Wa kwanza. Na hii kanuni ukijua hii, utakuwa giant sana rohoni. Yaani maana yake hakuna mtu hata wa kwanza umefungua duka, wa kwanza unamsemesha kwa lugha ya kiroho. Yaani unachukua hela yake ndani vinakoroma, riko to papa, lete baba sikapa, riko to papa. Hajui unaongea naye kwa ndani huko mashine imeshawaka. Kwa nini? Wa kwanza, huwa wa kwanza analeta kwenye biashara, kuua biashara. Sasa walokole hawajui hicho kwamba wa kwanza wanauaga nini? Biashara. Yaani kanipigia mimi kabla sijafungua kashafika ofisini. Yaani nakwambia mteja wangu mzuri huyo. Utaumia wewe. Utawafanyia watu kazi. Wa kwanza kuwa naye makini. Wa kwanza mzumu kabisa. Yaani akikuta wewe ni moto. Sio uchawi, ni maarifa rohoni tu. Amekupa sio 2000 yake. Ile inakuwaga na nguvu ya kunyonya. Sababu imetoka mahali kwenye madhabahu za giza. Akikupa weka pembeni, alafu zingine zote ndio chukuaga weka huko. Jioni ndio unaiunganisha pale kweje. Tumeshiana sema amen. Umeelewa mwanangu? Sio kwa huko draw ile. Zikazoingia zote utadaiwa mpaka ukome. Haleluya. Ikija ya kwanza ndani kumejaa, shambulia rohoni, afu ukiona unatabasamu kumbe rohoni kumeiva. Vitu vinawaka huko moto. Afu kichukua ila weka pembeni. Sawa mama Mdoe? Weka pembeni. Halafu ila zingine ziweka kwenye draw. Jioni saa 4 kasoro nataka kufunga duka. Akienda nyumbani kwake kule ameivuta ile yako kwa chuma ulete, kila kiivuta. Mbona haiziji? Iwekwa peke yake. Haijiungamanika na zingine zile. Amen. Lakini shida yako wewe sasa unasema mimi ninauza kivitu sivioni au vioni Wa kwanza ulidili naye vipi? Wa kwanza ulidili naye vipi? Wa kwanza. Biblia inasema kitabu kile cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza pale kuendelea kuna kituko kiko pale. Anasema hivi, eti wana wa binadamu walipozidi katika uso wa nchi. Wana wa nani? Tusome kidogo mwanangu hapa. Somo Mwanzo 6 nafikiri mstari wa kwanza. Soma mstari wa kwanza, nikikwambia wa pili au wa kwanza kama wa pili nitakwambia sawa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza. Amen. Neno la Bwana linasema, ndio. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Ikawa hapa sasa tuweke nini? Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa kike wakazaliwa kwao, au wana wa binadamu. Wana wa Mungu waliona hao mabinti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wafanyaje? Wazuri. Ni wazuri, Wakajitwalia wake wote waliochagua. Eti wana wa Mungu wakaenda kuoa wana wa binadamu. Amen. Halafu wakajitwalia huko wakaoa. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kama mmechanganya wana wa Mungu na wana wa binadamu, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa kuwa yeye subiri usikimbie mwanangu. Kuna kituko kiko hapo. Okay, njoo pasa tu nikuelekeza kitu kimoja hapa. Hii twende sawa. Haya, wewe ni wana wa Mungu. Kaa kuzuri, mimi kaa kwa wana wa binadamu. Kwangu mimi walipoongezeka wana wa binadamu, wana wa Mungu hawa wakaja akajitwalia wake. Amen. Kwa wana wa nini? Wa binadamu. Walipotwaliwa tu huku, walichozaa hakiitwi tena wana wa Mungu, bali kinaitwa wana wa nani? Wa binadamu. Mungu alipoona tu akasema, kuanzia leo roho yangu haitashindana tena na wana wa binadamu. Kwa hiyo maana yake mbegu halisi ya Mungu ikachanganyika na mbegu ambayo ya wanadamu. Na ndio nikamwambia kwamba kuna mtu na mwanadamu. Haleluya. Kuna mtu na nani? Na mwanadamu. Sasa anayeongelewa hapa tayari aliyeharibu kizazi ni huyu mwanadamu. Huyu aliingia tu wa kwanza alipoona
nenda kakae. Binti za binadamu wameongezeka. Yaani huwa kwenye vitu vyako wako ukiongezeka, kuna mbegu inaingia. Kwa mmoja aseme amen. Amen. Nisikie nikwambie, kwenye vitu vyako inawezekana biashara ikianza kuongezeka tu, kuna kitu kinaingia. Inawezekana tu ni elimu ikianza kuongezeka elimu, kuna kitu kinaingia ambacho sio cha Mungu. Amina. Hawa ndio walianza wa kwanza kuivuruga dunia, hawa wana wa binadamu. Wakaingia huku. Walipoingia tu ikatangazwa miaka. Amen. Na Mungu akasema kuanzia leo akiishi huyo ni miaka 120. Amen. Lakini majitu walikuwa wanaishi miaka mingi, lakini kuanzia leo hao jamaa wakiishi miaka 120. Maana kumbe na wewe pia katika maisha yako kuna vitu vilivyoongezeka tu, kikaingia kitu cha kusababisha punguzo la vitu vyako. Amen. Punguzo la vitu vyako. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maana kumbe kwenye kila mtu anayeongezeka kuna mtu anatumwa kwa ajili yake. Amen. Yesu asifiwe hapa. Amen. Kila mtu anapoongezeka kuna mtu anatumwa kutokea wapi? Kwenye ulimwengu mwingine, ili aje ashindane naye, ambroko au amzuie huyo mtu. Amen. Wana wa Mungu hawa wakaingiliwa na majitu ambao wana wa binadamu tangia pale tena hawakuweza kutembea kama wana wa Mungu. Wakaanza kutembea kama wana wa nani? Wa binadamu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa na wewe inawezekana uko hapa leo, lakini kuna vitu vimeanza kuongezeka kwenye maisha yako. Inawezekana ufahamu wa kiroho umeongezeka. Inawezekana ni namna ya kutafsiri neno umeongezeka. Kulipoongezeka tu, mwanangu, ulimwengu wa giza kuna kitu kinaingia kwako. Haleluya. Hivi unajua hapa kanisani kuna majitu yameletwa kwa ajili tu ya kuharibu ibada. Na mengine unajua yananena kwa lugha feki Hata kusema amina chankaya hapo. Amen. Mengine yananena kwa lugha feki kabisa, yananena kabisa. Lakini ukiliangalia na macho ya ndani unakuta kabisa kekundu. Haleluya. Lakini linanena kabisa. Sasa hilo linasubiri luka neno likapate, likapaishe. Halafu yana maneno yana vinywa vya makufuru. Yaani huyo akienda kuambia ana alivyokusema sikutegemea kama mtumishi angekusema vile. Lile neno kwa sababu lile neno na kinywa cha makufuru, wewe uliambiwa linakunyima mpaka usingizi. Unasema mimi ile kanisa, yani ule nakwambia ni kumbe lenyewe liko huko. Kuna mahali nakutanaga usiku kwa ajili ya kupambana na kanisa, lakini hapa lipo. Hawa watu hawa kwenye ibada kama hizi ni lazima tuwaondoe by power by force. Amen. By power by force. Maombi kama hayo wengine washakimbia hawapo. Lakini bahati mbaya ni maombi kama kuna wengine pia yanavumilia, anasema amenipiga mguu tu. Na nyanyua mguu mwingine, amenipiga mgongoni. Sindoki. Mpaka nitamaliza 21. Ni wakomoe hawa wasimalize salama. Ilikuwa jana. Leo kwa nguvu ya uweza wa Roho Mtakatifu lazima uharibikiwe katika jina la Yesu. Amen. Lazima uharibikiwe katika jina la Yesu. Kwa nguvu ya uweza. Anasema sio kwa nguvu, sio kwa majeshi, bali kwa Roho wake nini? Mungu wetu. Ifikie mahali mtumishi wa Mungu ili vitu viende. Sisi tukonga mno. Mwambie jirani yako lazima uzie afya. Mwambie jirani yako ili umuone Bwana lazima uzie afya. Ili umuone Bwana lazima uzie afya. Mwambie ili umuone Bwana lazima uzie afya. Ili umuone Bwana lazima uzie afya. Haleluya. Amen. Unaweza kushangaa kitu akiendi. Kundi fulani alienda kanisani, lakini kumbe kuna kajamaa kameingia hapo. Halafu ako kitu kalivyoona kwamba kanisa itakuja kuwa na kwaya kubwa. Hako ndio kakatoa wazo, jamani mnaonaje tukiwa na kwaya? Usipokuwa na macho ya rohoni, amen, haipo nyie. Amen. Unaweza kawa unasema jamani tuwe na praise ya hivi na hivi na hivi. Hako anakotoa wazo kenyewe ndio kamevaa mababu, mabibi, mashangazi yako huko ndani. Halafu kakiingia unakaleka kana ile hiyo praise. Praise inakuwa haina umate. Yaani haina uwepo. Ni praise. Amen. Na Mungu atusaidie. Sisi ambao tunataka kila kitu kifanyike kwa rohoni tunapataga shida nyie. Halo, tunaumia kwa kweli. Tunapataga shida kwa sababu sawa, acha tucheze. Tucheze sawa. Lakini sipati mbona hapo? Hivi unajua ukipapata hapo huwezi kunyanyua mguu. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Kumbe praise inatakiwa watu wakiimba
wafishwe. Aisee, huwezi kufanya hivi. Hata ukiambiwa Luka Kimasai unafanya tu hivi. Kwa nini? Pameshikwa hapo. Lakini ukiona Luka Kimasai ujue kuna baada hapajashikwa. Kwa sababu praise sio sauti sana, sio sauti wanangu. Praise ni utakaso, ni usafi. Amen. Ni namna ya kujisogeza mbele za Bwana. Umejisogezaje? Atukuzwe Kristo Yesu. Unatakiwa ukisimama mbele za Bwana hapa umeshajiconnect na nini? Na hiyo madhabahu ya mbinguni. Yaani zimeumana. Malaika wa mbinguni hawanyamazi, hawatulii usiku na mchana. Na wewe kwa sababu wewe ulienda kulala kwako, ukaenda ukanywa chai, si ukala ugali, ukafanyaje? Unapojiconnect na hao malaika, unakuta wao ndio wanahudumu ujue kupitia wewe kama mwili. Amen. Hao malaika ndio wanahudumu hiyo ibada kupitia wewe kama mwili. Amen. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwanza uko msafi eti. Lazima uhakikishe umeshaongea na Bwana wako kwamba naenda kusimama mbele za watu, nitafanyaje? Utaniambia nini? Amen. Na ndio maana sana ni kweli kwa ukawaida kwamba tujifunze nyimbo za nini? Za kuabudu, za kuimba. Lakini mimi natupendaga mwanangu, wewe mwachie Roho Mtakatifu. Amen. Hizi sio nyimbo, hizi zinaitwa mapambio haya. Nyimbo zetu tulikuwa tunaimba kwenye dini zetu kubwa kule, unaimba sauti beti moja unajifunza wiki 2. Sauti unaimba mpaka unasimamia vidole hivi. Ile ndio nyimbo sasa. Haya ni mapambio. Kwa hiyo kama ni mapambio, wewe jiconnect, alafu mwambie Roho Mtakatifu kahudumie na pambio lolote. Amen. Ukija hapo unaweza kusema tufanyeni makofi hivi. Ile wanafanya tu makofi, watu kanisa zima wameloa. Uwepo wa Bwana umewashukia. Kwa nini? Sababu wewe mwenyewe uko connected na madhabahu ya mbinguni. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Mwambie jirani yako, leo kila wa kwanza aliyepambana na mimi, na maisha yangu, na watoto wangu, lazima awaachie katika jina la Yesu. Lazima awaachie kila wa kwanza, lazima awaachie. Hata kaa nao. Watoto wangu watakuwa huru, watoto wangu watainuliwa, watoto wangu watabarikiwa. Yeyote aliyekuwa wa kwanza kumpokea mtoto wangu, kumpokea ndugu yangu, iwe dada yangu niliyozaliwa naye, iwe kaka yangu niliyozaliwa naye, leo ninawapora kila mkono wa kwanza ulioingia kwenye familia yetu ili tuharibikiwe. Leo unatuachia kwa nguvu za wa kwanza ambaye ni Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, aliyeko, anayekuja na atakaye kuwepo, Yesu Kristo. Kila aliye mkuu anapokonywa leo, maana Yesu ni mzee wa siku. Aliyeshikilia maisha yangu atapokonywa leo. Hata awe babu wa mababu wa mababu, leo hii atakutana na mzee wa siku, atapokonywa mimi, maana mimi ni mtu wa Mungu niliyeandaliwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Haleluya, haleluya. Mtu unayekutana naye ni nani? Wa kwanza. Wa kwanza. Haleluya. Sema endelea askofu. Endelea askofu. Nataka niongee kitu kimoja hivi. Maisha yetu wengi sana, hasa walokole wengi sana, maisha yetu mengi sana, hasa walokole wengi sana, yameharibiwa na watu tuliofanya nao mahusiano wa kwanza. Najua mimi nako itakuwa chini sana, sawa tu. Amen. Nasema hivi, wale watu wa kwanza tuliwahi kufanya nao mahusiano wa kwanza, wa kwanza, wale wanakula maisha yetu mpaka leo. Amen. Kwa nini wanakula maisha yetu mpaka leo? Kwa sababu hao wa kwanza, cha kwanza wakija kwako wanakuja na maneno ya maagano. Sema amina. Amen. Anakuambia nilivyokupenda sitakaa nikuache. Hakuna kututenganisha. Na hakuna mtu atakaye kuoa. Na wewe unasema hata mimi nasema si wa kwanza. Halafu ghafla tu kanamaliza chuo, si mmesoma nako chuo, si mmesoma nako msingi, kanoshangaa kameenda kwao kule Lushoto, kameoa. Kakioa cha kwanza, agano la kwanza linakushikilia mpaka leo. Amen. Nakwambia ulisema na hekenye huko kaliko, kama utakazumu leo, kana kenye kanataabika huko. Kwa
agano la kwanza. Amen, haijakuwa na nguvu hapa. Amen. Mimi nakwambia kweli mwanangu, leo tukishirikia hapo mahali hapo madhabati yenu, sio siku ya ndoa, kuna watoto hapo, tungenyoshana. Haleluya. Amen. Lakini hao wa kwanza hao wanakujaga na maneno ya maagano. Mimi nishaikuona mpaka mtu ananiambia tuchanje, tupinge, wanaekeana wanapinga, ngwenje. Hatutaachana mpaka kifo tu, hautaolewa sitaolewa. Na mtu halafu akafikiri viapo ni vya midomoni, kumbe ulimwengu wa roho umeshikilia sasa. Ndio huko Yesu wangu anasema, Baba nipe mtu, upe mtu na kule apewe nani? Amen. Sema amina mapasta. Amen. Sema amen tena mapasta. Sema kila wa kwanza aliyefanya agano, aliyeweka maagano, akaweka alama kwenye maisha yangu, leo lazima aniachie. Ninavunja hilo agano, ninaharibu hilo agano kwa damu ya Yesu, damu ya mzaliwa wa kwanza ambaye ni Yesu Kristo aliye wa kwanza. Leo anafuta kila agano nililolifanya na yule mwanamke na yule mwanaume aliyekuwa wa kwanza, akaweka maneno, nayafuta kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Hayatafanikiwa tena. Alichonisemesha ninakikataa leo, alichoniambia ninakikataa leo, maneno yake nayafuta leo. Maana imeandikwa kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17 ya kwamba kila ulimi utakaoinuka kinyume na wewe utahukumu kuwa mkosa. Leo na hukumu kila aina ya ulimi wa kwanza kwenye mahusiano ulionisemesha, na uhukumu. Hautafanikiwa. Achia maisha yangu, achia baraka zangu, achia ndoa yangu, achia watoto wangu, achia huduma yangu katika jina la Yesu. Amen. Ongeza amina, ongeza ameni tena, ongeza ameni tena. Ongeza ameni tena, ongeza ameni tena. Unashangaa tu kuna kajitu wako kana kutokea kwenye ndoto ka long time sana kaka jamaa. Halafu ulishasahau ile agano. Long time sana kwa jamaa. Au tu unaona ile mauzui ya enzi hizo. Ulikuwa umevaa sketi ya shule. Ulikuwa na kashati kako ya shule. Ulikuwa na rafiki yako anaitwa Jennifer. Ulikuwa na rafiki yako anaitwa Anna. Ulikuwa na rafiki yako anaitwa James. Ndio hako. Unaona kila mara mko shuleni. Lakini kile kinapotokea hivyo, kuna vitu vinaharibika vya mwilini. Unasema kwa nini naharibikiwa mimi? Wa kwanza wanapeana maneno hao, anasema yani wewe chanja damu. Wanachangiana damu kabisa, kweche wanapeana damu, agano la damu kabisa linafungwa. Halafu bwana ikatokea mmoja wapo akaolewa, yule akakaa kwanza, baadaye naye akaoa. Yani wote hao kwenye ndoa wamekaa mguu mmoja hivi, muda wote wanachomoka kama vile wanaliaza. Yani asubiri tu asukume. Unajua mtu aliyefanya hivi muda wote anasukumwa. Ndio hivyo sasa. Huyo mwanamke uko hivi, mwanaume uko hivi, yote anasubiri naondokea wapi? Akisukumwa tu. Roho Mtakatifu akusaidie kitu kimoja. Amen. Sikia nikwambie. Hata ukiona kama una kiburi tu kisicho cha kawaida tu, mkeo anakuambia wewe mbona una kiburi sana, mumeo anakuambia una kiburi sana, mwanangu kuna wa kwanza. Weka tatu, lakini mimi nakwambia kweli kama baba yako wa kiroho, kuna wa kwanza. Kuna wa kwanza anasumbua hapo. Wewe ushamsahau. Kwa nini wewe umemsahau? Long time huyo mtu. Alikuja wewe na miaka yako 15, 16 mzee. Alafu akapita leo na miaka 35, lakini bado kumbe unakula nini? Maneno. Biblia inasema katika watu wanaokumbuka maagano ni watu wa rohoni. Na hapo mapenzi yao yalikuwa moto, yalikuwa ya kweli kabisa. Wa kwanza pato mada si ya bayados. Leo ni lazima tuwakemee watoke wa watu. Amen. Waachie maisha yetu wa watu. Amen. Nasema lazima watu waachie maisha yetu wa watu. Amen. Hata kama alikuja kutoka wapi, swaga zake zote Mungu akurudishie zile swaga sahihi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya tena haleluya. Amen. Nakumbuka yule mfalme ambaye alikuwa anaumwa. Nakumbuka si nimemsema jana yule mfalme, yule mtoto wa mchawi, mjukuu wa mchawi. Mnamkumbuka yule mfalme? Yule Sauli. Alipokuwa anaumwa, si unajua alitumaga watu waende kutafuta mganga Ndio. Akamwambia katafuteni jamani mganga huko. Katafuteni mganga. Mimi nampenda Sauli bwana. Ili imeandikwa kitabu cha nini? Wafalme
wangapi pale, wa pili moja ngapi, wa pili moja kuendelea pale, inasema hivi eti wale watu walivyotumwa wafuasi wa Sauli wanaenda wapi ujue? Wanaenda kutafuta Mungu Mungu wa El-Shaddai tusome hapo mahali mara moja. Tusome mahali mara moja kitabu cha Wafalme wa pili sura ya kwanza. Hebu soma mstari wa 4 mpaka wa 6 tuone. Wafalme wa pili sura ya kwanza, hebu soma mstari wa 4 mpaka huko mpaka 6. Tusipopata maana tunarudi juu tena. Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda. Rudi juu mstari wa pili, anza wa kwanza tu. Tukimaliza hapo tuingia kwenye maombi. Anza wa kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu akawaasi Israeli. Na Ahazi akaanguka katika dirisha la ni Ahazi bwana, mfalme Ahazi, sawa. Na Ahazi akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani. Akaanguka katika chumba cha dirisha lake orofani katika Samaria. Katika ile Samaria. Akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, enendeni mkamuulize kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekron. Hapo sawa. Enendeni mkamuulize kwa Baal-zebubu, mungu wa Erikoni, kwamba nitapona ugonjwa huu. Kwamba nitakonywa ugonjwa nilioanguka nao dirishani, nitapona. Yaani mfalme mcha Mungu anauliza kwa habari ya waganga wa kienyeji. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Elia Mtishibi. Lakini wakati mfalme anasema nendeni, anawatuma watu. Mtu mmoja asema amina, nifundishe vizuri. Wakati huyu mfalme Ahazi anawatuma wao wafuasi wake, malaika naye anamtokea Elia Mtishibi. Anamwambia, sikiliza, pita njia hii. Kuna watu tutakutana nao wanaenda kuliharibu jina la Bwana. Wanajulikana ni walokole, lakini wanaenda kwa mganga wa kienyeji. Elia akavaa haraka, akavaa kanzu lake, akaanza kutembea naye. Anaenda wapi? Kwenye hiyo njia. Endelea. Ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa wafalme wa Samaria. Nenda ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria wanaoenda kwa mganga kienyeji. Ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli? Ukawaambie, je, hivi mnaenda kwa mganga kienyeji ni kwamba hakuna Mungu katika Israeli? Hata mkakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu. Hata mnaenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu wa Ekron. Basi sasa Bwana asema hivi. Basi sasa Mungu asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda. Wewe Ahabu, hutashuka katika kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Elia akaondoka. Bali hakika utakufa. Elia alivyowasemesha vile, kama mama Elia alivyowasemesha vile, wakafanyaje? Wakaondoka. Wameondoka wale watu, wanarudi kwa mfalme. Mfalme anawaambia, huyo mtu wa kwanza, mimi napapenda pale, huyo mtu wa kwanza mliyekutana naye ni nani? Kumbe kuna mtu wa kwanza mliyekutana naye akabadilisha maisha yako kabisa. Anamwambia, huyo mtu wa kwanza mliyekutana naye ni nani? Anasema ni mtu, au jamaa anasema ni mtu katokea. Yule mfalme akafikiria, akawauliza tena, yukoje huyo mtu? Akasema ni jamaa hivi, kavaa kanzu ndefu, kimwangalia uso wake ni kama unawaka moto. Jamaa akasema, atakuwa Elia tu huyo jamaa, atakuwa ni Elia tu huyo. Kama ni huyo, mambo yote yameshafanyaje? Yameshaharibika. Kweli nitakufa kama ni huyo. Kumbe kuna mtu anaweza kukutana na wewe kwenye wa kwanza kwenye maisha yako na maisha yakaribika. Sema amina bwana. Amen. Mwambie jirani yako, ni nani wa kwanza uliyekutana naye? Ni nani wa kwanza uliyekutana naye? Mwambie ulipoingia Dar es Salaam, ni nani wa kwanza ulikutana naye? Ulipoingia Dar es Salaam, ni nani wa kwanza uliyekutana naye? Mwambie uliponunua kile kiwanja pale kwenye kile kiwanja, ni nani wa kwanza ulikutana naye? Uliponunua kiwanja, ni nani wa kwanza uliyekutana naye? Pale kwenye kiwanja. Kuna watu kinunua tu kiwanja, kila siku lazima aje akuulize. Unapoingia pale kazi, yani site, unapita site umepeleka siyo mabati, yani lazima afike huyo mtu. Jamani, mnaendelea vizuri, naona mafundi wanajenga, umepata mafundi wazuri. Kawaida unafikiri mtu mwema huyu. Mwaka wa 7 nyumba haishi. Unapambana huku majeshi, nyumba ifanyaje? Aishi. Wa kwanza. Haleluya. Natamani leo umparue. Amen. Yaani natamani leo umparue.
Yaani natamani leo umparue. Amen. Na Mungu akukumbushe wa kwanza ni nani aliyeingia kwenye maisha yako. Amen. Na Mungu akukumbushe wa kwanza ni nani aliyeingia kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Oh, Roho Mtakatifu, mbona muda umeenda na vinakuja kichwani. Iko hivi, kila mtu ana matumaini na wa kwanza wake. Abraham alikuwa na matumaini na wa kwanza wake. Nani? Sara. Si ndio hivyo? Alipokuwa na matumaini na wa kwanza wake Sara, alitokea nani? Wa kwanza kutokea anaitwa Hajiri. Amen. Mambo yaliharibika ya kuharibika. Yaliharibika. Ana matumaini na wa kwanza wake Sara, akatokea Hajiri. Ana matumaini na wa kwanza wake Isaka, akatokea Ishmaeli. Kila wa kwanza ndio matumaini naye, kuna chakula, kuna kitu kinajitokeza hapa. Ndio hapo sasa kashaingia sasa. Hapa najua kichwa chake kinazunguka sasa askofu. Ni kweli, lakini jamaa tuna miaka naye 17. Sasa nikimparua itakuwaje na watoto? Hakuna kumparua. Yeye utamvika kofia mpya. Utamwambia na kusimika rasmi. Hata kama ulikuwa feki na kufanya original. Umekula muda wangu, umekula maisha yangu, na kufanya original wewe. Amen. Fanye vitu, utanishukuru siku ngoja. Utashangaa tu siku mtu anakimbia mpaka neti inavunjika, neti inakatika. Unaambia baba, nani umekimbia nini? Kuna mtu kaja na panga, alafu kanitajia jina. Alafu jina ukilizumwa, jamaa ulisomaga naye. Jamaa ulikuwa naye sekondari. Alishaachia maagano kibao huyo jamaa. Anamfukuza mumeo na nini? Na panga. Leo hii mvike uhalisia. Si umekaa naye miaka mingi? Si amekula muda wako na nyakati yako? Mwambie ni wewe, na kuvika kofia ubaba. Kila kilichokaa cha feki na kiondoa, ninakusimamisha kama baba wa familia. Amen. Na kusimamisha kama mama wa familia. Amen. Utaniambia, ninakwambia hivi, utaniambia hii nalijua mimi. Utasikia tu anapiga kelele joho, kafukuzwa. Maana yule aliye sasa, yule aliye viapo vyake yule jamaa vinaenda kufanyaje? Kabashata bosia. Roho Mtakatifu, wewe ni mwaminifu. Mungu wetu, unatunza maagano. Wewe ni Mungu tunzae maagano. Inawezekana mashetani mahali wameweka maagano. Inawezekana kuna mtu wa kwanza ameweka maagano na mtu aliyeko kanisani hapa, na maisha huyo mtu hayaendi. Lakini wewe Roho Mtakatifu unajua hapo mahali walipofanya hayo maagano. Na sasa hii achilia kumbukumbu kwenye ufahamu wake, na akumbuke na ajue ni mtu gani ambaye alishikilia nguvu ya maisha yake. Kado soto basia. Iwe ni damu imemwagwa mahali kwa ajili ya maagano ya mtu wa kwanza, hiyo damu leo inaondoka kwa jina la Yesu. Iwe ni chakula kimeliwa mahali kwa ajili ya mtu wa kwanza, walipeana appointment, walipeana ahadi tukutane mahali tule chakula cha kwanza cha mahusiano, kikawa na manuizo. Hicho chakula sahihi lazima kiharibiwe na chakula cha mbinguni ambalo ni neno la Mungu. Hicho chakula lazima kiharibiwe na chakula cha mbinguni ambalo ni neno la Mungu. Chakula kilicholiwa iwe ni kinywaji, iko damu ya Yesu yenye uweza ya kuharibu nguvu ya hicho kinywaji walichokunywa kwa ajili ya kuweka maagano ya mahusiano. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa ninaiachilia nguvu ya Mungu ipite kwenye maisha yako. Funika macho yako kabisa, nenda mbali kabisa. Wewe mwenyewe unajua vile ambavyo mliongea na yule, mliopatana na yule, lakini aliharibu maisha yako, amefunga maisha yako, kwa sababu leo hauko naye. Leo uko na mtu mwingine. Na yeyote ambaye anatutazama kwenye runinga au Facebook au YouTube, kila uliyefanya naye agano la mtu wa kwanza, iwe la mahusiano, leo ilo agano nalivunja kwa mamlaka jina la Yesu. Kila aliyeshikilia nguvu yako ya mahusiano
unajiuliza, unatoa sadaka, unasali, unamwabudu Mungu vizuri, lakini kwenye ndoa hukai kwa amani. So kuna yule wa kwanza ulifanya naye agano, iwe la damu linavunjika leo, iwe ni la chakula mlikula mahali kama wapenzi linavunjika leo. Kila aina agano uliolifanya na huyo wa kwanza linaliharibu katika jina la Yesu, kwa nguvu ya wa kwanza, mzaliwa wa kwanza Yesu Kristo. Hilo agano linaharibika kwenye maisha yako. Alama mliowekeana iwe kwenye ulimi, na yenyewe inaharibika katika jina la Yesu. Iko alama itakayotawala maisha yako, ni alama ya msalaba itakayokaa kwenye paji lako la uso. Kila alama waliokuwekea, iwe ni kwenye ulimi, iwe ni kwenye lips za mdomo, iwe ni kwenye vidole, iwe ni kwenye miguu, iwe ni kwenye tumbo, iwe ni sehemu za siri, hilo agano linavunjika sasa katika jina la Yesu. Kila wa kwanza aliyeshikilia nguvu yako ya mafanikio, ya maendeleo, ya biashara, nguvu ya kung'aa, nyota yako ya mahusiano inaharibika sahihi, anaiachia sahihi. Nasema anaiachia sahihi. Receive anointing. Pokea nguvu mpya, pokea upako wa kutawala tena. Kila kilichoshikilia mwili wako kinakuachia. Shetani na kuamuru, achia maisha ya mtu, achia mwili wake, achia mwili wake, achia tumbo lake, achia kiuno chake, achia ufahamu wake. Wewe uliyeshikilia kumbukumbu la ufahamu wake, toka kwa jina la Yesu. Shika moto, achia. Shika moto, achia. Chakula ulichokula naye mahali popote, iwe amekulisha kwa upendo, ni keki, ni tunda la apple, tunda la aina yote, iwe ndizi, inaharibika sahihi. Ninaachilia chakula cha uzima kwenye midomo yake, ambalo ni neno la Mungu. Kila aliyemshikilia mtu huyo anamwachia sahihi katika jina la Yesu. Receive power from heaven. Pokea nguvu ya uzima kutoka mbinguni katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Ninaruhusu uweza wa Bwana. Ikiwezekana unamjua huyo mtu, usimtaje jina, mnena kwa lugha. Nena kwa lugha tu. Utashangaa utakavyoinua upendo kwenye familia yako, kwenye utafanikiwa. Utashangaa reke na baada bashika bau rikama mama shakata basia rekata mama shakata basaya rikata mama shakata basaya rikama mama shakata basaya. Nasema kila aliyeshikilia miguu yako isiendelee mbele, kila aliyeshikilia uwezo wako wa kufanya biashara usifanikiwe, kila aliyeshikilia nguvu yako ya huduma, alipoweka magano na wewe mtumishi, unashindwa kufanya vitu vya kitumishi kwa sababu ya hilo agano. Nasimama kwenye mnara wa Bwana, nasimama patakatifu pa Bwana, na laani hivyo viapo, na laani hilo agano. Vunja agano la mwanaume. Iwe ni babu wa familia wa kwanza kukutamkia kwamba wewe ni mke wake, kwamba wewe ni huyo bibi aliyesema wewe ni mume wake. Nasema huyo wa kwanza kutamkia, ulipopelekwa kwake akakupakata, akakubembeleza, akaimba nyimbo za jadi, akaimba nyimbo za asili, akasema huyu ni mke wangu, hata kaolewe na mtu. Leo nimeingia kati, leo ninafanya vita, naitwa Mdoe, Yesu amenituma. Kila aliyeshikilia nguvu yako ya agano, agano la ndoa la kipepo, nalivunja kwa jina la Yesu. Toka adui, achia. Achia haraka, achia haraka. Ninaongea na kila aina ya pete uliovalishwa kwenye vidole vyako, pete ya asili, pete ya jadi, pete ya kuzimu, pete ya kichawi. Yes, naongea na hiyo pete, naongea na hiyo pete, naongea na hiyo pete, naongea na hiyo pete kwenye mikono yako, naongea na hiyo pete kwenye kidole chako, naongea na hiyo pete. Shika moto, shika moto, catch fire. Shika moto, shika moto, mwachie, mwachie haraka, mwachie haraka. Ana alama za utumishi huyo, ana alama za utumishi, hana alama za magano ya mahusiano ya shuleni, ya sekondari, ya chuo. Ninakuapisha sahihi. Ninaongea na wewe unayemtokea kwenye ndoto, wakati mwingine unamtokea kama mdudu anayetambalia mwili wake, anayetembea kwenye mwili wake. Ninaongea na wewe mchawi uliyeshikilia nguvu yake, uliyekamata mahusiano yake, wewe uliyempa mashauri, wewe uliyemsemesha maneno makufuru, wewe uliyekaa na mababu zako, wewe uliyepeleka jina lako kwa mababu zako, ulipeleka jina lake kwa mababu zako na mabibi wako, ukamwambia bibi nakuletea mke, halafu leo kumuoa, halafu ukafanya naye agano, halafu bibi akakupa kitu cha kuweka kwenye chakula, ukamwalika chakula cha usiku, ukamwalika chakula cha mchana. Ninafanya vita sahihi. Ninaita moto kwenye tumbo, ninaita moto kwenye tumbo, ninaita moto kwenye tumbo. Iwe umemvisha, umemvisha crown ya umalikia, umemfanya malikia wako, ninaita moto sahihi. Pigwa kwa moto katika jina la Yesu. Yes Lord. Ninaona kuna vitu vinaungua kwenye utosi wa mtu, utosi wa mtu.
Roho Mtakatifu anaonyesha utosi unaungua, utosi unaungua. Ninaona mtu katikati yetu amevikwa crown mbili. Crown mbili. Amevikwa crown mbili, crown mbili, crown mbili, crown mbili. Crown mbili. Anaitwa Malkia sehemu mbili. Upande wa babu yake wanamuita Malkia, lakini kumbe upande wa yule mwanaume aliyekutana naye mara ya kwanza, yule wa kwanza, naye pia anamuita Malkia. Ninaona ana crown mbili. Sasa hivi ninapoongea ninaita malaika sasa. Naita 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 malaika sasa. Naita, fanya haraka. Naita malaika sasa. 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 Aliyeshikilia nguvu yako, aliyeshikilia ndoa yako, aliyeshikilia mahusiano yako, aliyeshikilia ndoa yako, naita moto. Naita hao malaika walioshikilia ndoa yako, hao walioshikilia ndoa yako, shika moto kwa jina la Yesu. Touch fire. Malaika ninawatuma sahihi kwenye kitanda anacholala na huyo mume aliyenaye sasa hivi. Ninaita moto sahihi kwenye hicho kitanda. Ninaongea na wewe unayekuja kwenye kitanda chake kama nyoka, unalala katikati yao, wewe unayewatenganisha, shika moto. Touch fire. Shika moto, shika moto. Yes, mzimu wa babu ulioshikilia uso wake, mmemshika uso huyo, akakosa kibali kwa mumewe, mumemfunika na crown za kichawi. Ninapoongea sahihi, mnaachia nguvu ya mikono yake, mikono ya utajiri, mikono ya kushika pesa, mikono ya kushika madola, mikono ya kushika euro, inaungua moto sahihi. Achia kwa moto. There is power. Namuona mwanaume anakimbia. Roho Mtakatifu anaonyesha kijana mmoja mfupi anayependa kuvaa cadet na fulana ya mistari, aliyekuroga. Naona jina lake limeanza na A. Abubakari, Abdul Amiri. Ninaona moto kwenye paji la uso. Ninaona nguvu zake zikiharibika sahihi. Aliyemshikilia huyo mama, aliyemshikilia huyo binti, nguvu zake zinaharibika sahihi. Shika moto kwa jina la Yesu. Touch fire. Wewe babu uliyempa mavumba, ukamwambia mwekee huyo kwenye uso wake ili asipendwe na mtu yoyote, awe na uso wa mnyama. Ninaongea na wewe sahihi, ambaye umeharibu ulimwengu wa roho sahihi. Ninakamata hiyo crown uliyomvarisha, ukamwita malkia wake, ukamwita malkia. Ninaita moto kwenye paji la uso, ninaita moto kwenye kinywa chake. Hautazima moto wa Bwana. Yesu ni moto ulao. Yes, unaungua, unashika moto. Unashika moto wewe babu, wewe uliyesema hautamwachia mwanaume mwingine amtawale, ninaona moto kwenye miguu yake sahihi. Anaondolewa kwenye utawala wako. Yes, malaika wanamtoa, anaondolewa kwenye utawala wako. Yes, malaika wanamtoa, malaika wanamuondoa kwenye utawala wako, anaondolewa kwenye madhabahu ya mawe, anaondolewa kwenye madhabahu yenye mawe makubwa mawili yaliyoshikilia mtaa, yaliyoshikilia mji. Yale mawe makubwa ya tambiko yanaachia mwili wake kwenye moto, anaungua moto. Huyo babu wa familia, touch fire. Shika moto. Damu ya kuku iliyochinjwa. Kuku walichinjwa siku ya Jumanne kama leo, na ilikuwa ni saa 7 mchana. Wale kuku wakaliwa saa 10:15 jioni. Ninaona kuku akipapalika, ninaona kwenye matumbo yao akitoka yale manyoya ya kuku aliyokuwa kishirikina, yanaachia uso wake sahihi. Uso uliofunikwa na manyoya ya kuku yanaachiliwa sahihi. Touch. Go. Kila aina ya cheni uliofungwa, iwe kwenye milima, inakatika hiyo cheni. Ninakata hiyo cheni waliokufunga. Walikufunga walipoona uso wako una kibali kwenye taifa, wakakufunga, wakasema ukimwachia huyu watakuwa na mtawala kwenye taifa. Ninapoongea sasa, jina lako nalichukua, nalipeleka kwenye kiti cha enzi cha rais wa nchi, na ikipeleka jina lako sasa inaliinua juu sana, walioliweka kwenye chini ya ardhi, jina lako naliinua juu sana, nalitoa kwenye matope, nalitoa chini kwenye shimo la matope, nalitoa jina lako napandisha vyeti vyako, CV zako naziosha kwa damu ya Yesu. CV walizozichafua ulipo graduate, zile CV naziosha kwa damu ya Yesu. Ninainua juu jina lako, nainua uweza wako juu, mamlaka yako, cheo chako na kiinua juu, na uweka kwa yule katibu mkuu wa serikali ya Tanzania anayemiliki wafanyakazi wote. Nainua jina lako, kila aliyeshikilia naliachia katika jina la Yesu. Yes.
Yes Lord. Yes Lord. Moto unawaka sahi. Moto unawaka. Mungu anamuinua huyo dada. Mungu anamuinua huyo dada aliyewekwa kwenye shimo refu lenye udongo wa mfinyanzi. Walimweka huko wakamkanyagia, wakashusha na mbao, wakamwekea na mbao ili asipande. Walijua nguvu ya mbao kwamba akishika atapanda kwa sababu mbao ni msalaba. Akasema hata mdoya akimwombea hatapanda. Leo mimi ninaona ndani ya shimo kuna mbao, kuna mbao, kuna mbao, kuna mbao. Ninamwambia sasa apande, asimamie hizo mbao, akanyaga hizo mbao. Yes, miguu yake na kanyaga hizo mbao. Hizo mbao zinamuinua sahihi, zinamuinua sahihi, kumtoa kwenye mateso, kumtoa kwenye mateso, kumtoa kwenye mateso. Kila mbao iliyomkandamiza kwenye ndoa, hiyo mbao inanyanyuka juu, inanyanyuliwa na nguvu ya uweza ya maji ya uzima ambaye ni Yesu Kristo. Ile mbao inanyanyuka tena, inanyanyuka juu kwenda kumpeleka kwenye hatima. Wale walioshikilia wanamwachia sahihi kwenye ulimwengu wa roho. Mwachie. Yes. Mwachie. Ninamvika crown. Asante malaika, mweke crown. 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 Crown ya kufanya kazi kubwa serikalini. Mweke crown. Mweke crown. Crown. Yes, crown. Crown. Yes, crown. Crown. Anapovalishwa crown dada, kuna ngozi amevikwa, ni kama kikaushi cha ngozi kimepita kiunoni. Kikaushi kimepita kiunoni, chama cha ngozi ya mnyama. Alivikwa usiku kwenye ndoto, hakujua. Sasa hivi ninapoongea ndio anaona kile kingozi kinashika moto, kinaungua. Sasa hivi ngozi ni kingozi cha mnyama, alivishwa kama kaushi kwenye mwili wake. Kimezingira kiuno chake na kimezingira kwenye kifua chake, alafu kimekaa kwenye mabega kama kinamzuia. Ninapoongea sasa, Roho Mtakatifu, ninaita moto kwenye hiyo ngozi ya huyo mnyama aliyechinjwa, na yule mama aliyekuwa na vita naye, na huyo mama aliyekuwa aliona nyota yake, huyo mama aliyefuata nyota yake, huyo mama aliyemshika akamkumbatia akamwambia, wewe ni rafiki mzuri wa mwanangu, wewe utakuwa pamoja na mwanangu. Leo ninafanya vita, narusha moto kwenye hiyo nyumba iliyokaa karibu na uwanja wa mpira, narusha moto kwenye hiyo nyumba. Ninamtoa alipowekwa chini kwenye ardhi, ninamuondoa kwenye maangamizo. Toka, achia kwa jina la Yesu. Go. I say go. Unakwenda kwenye baraka zako. Unakwenda kwenye baraka zako, miguu yako inatiwa nguvu sahihi. Unapanda kwenye hilo shimo na ile ngozi inaungua moto. Ngozi waliokuchinja mnyama wakasema mvisheni ngozi. Atakapoonekana ataonekana kama mnyama, hataonekana tena kama mtu, kama kiongozi wa nchi, hataonekana kama mkubwa wa nchi. Yes, walikata dole gumba lako kwenye ndoto. Ninapolikanyaga hivi naliunganisha na la kwangu, dole gumba upate nguvu ya kupanda kwenye hilo shimo. Yes, miguu yako inatiwa nguvu sahihi, madole gumba yako yanatiwa nguvu. Sasa kitabu kile cha Waamuzi sura ya 6 kwamba wafalme walikatwa madole gumba yao. Ninaona moto kwenye vidole gumba, ninaona moto kwenye dole gumba, moto la kwenye dole gumba linachipua tena dole gumba. Ule likanyaga asiende mbele, asifike kwenye hatima, asiwe mkuu wa chama, asichukue chama. Wewe uliyenyang'anya kadi ya chama, naongea na wewe jini. Wewe jini, kwa nini umemnyang'anya kadi ya chama wewe? Kwa nini umenyang'anya kadi ya chama wakati akienda kwenye kikao cha chama? Ninaongea na wewe, naitwa Mdoe, Yesu amenituma. Kwa nini umemnyang'anya kadi ya chama wewe? Wakati siku ile ilikuwa aende kuchaguliwa akawa kiongozi, wewe ulipotaka kwenda ukampokonya ile kadi, ukaipoteza, ukaificha ili asiwe na kadi, asionekane mwanachama hai. Ninapoongea saa hii, ninaenda kumkabidhi kadi yake, na mkabidhi kama kadi ya chama kikubwa. Huyo yes, anafahamika na wenye viti vya serikali za mitaa, anafahamika na madiwani. Yes, anapanda, anafahamika na wabunge. Yes, anapanda, anafahamika na mawaziri. Yes, anapanda, anafahamika na wakuu wa mikoa. Yes, anapanda. Touch. Pokea kadi yako katika jina la Yesu. Pokea kadi yako. 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 Ninakupa ile kadi ya kukufikisha kwenye hatima yako. Mikono yako ichukue kadi. Pokea kadi. Yes. Pokea kadi. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Anakabidhiwa sasa hiyo nafasi. Anakabidhiwa nafasi. Nasema anakabidhiwa nafasi. Anakabidhiwa, anapewa ofisi, anapewa na bendera, anakabidhiwa, anapewa na bendera kwa ajili ya kimataifa ya kuapishwa mahali. Anapewa na hiyo bendera katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu anapewa hiyo bendera ya nchi ya Tanzania. Anapewa bendera. Ninaona ofisi ikitaja jina lake. Yes, ninaona akiingia Ikulu kama nyumbani kwake.
Ninaona malaika wakimtangulia mbele kwa ajili ya kumpeleka ikulu. Yes, wale walioshikilia nguvu yake kwenye mahusiano yake wanaachia wote. Waliokuwa na magano ya damu akiwa binti mdogo wanaachia sahihi. Wale wa kwanza waliochukua damu ya hedhi ya kwanza wakafunga nayo magano, ninaona moto unawaka, wanaachia sahihi nguvu yake, anapita aende kwenye baraka zake katika jina la Yesu. Jesus. Ninaongea na mtumishi wa kwanza aliyeona nyota yako utumishi, aliyepambana na nyota yako utumishi. Naona mtumishi huyu aliyejiita nabii feki, kumbe ni mchawi, akaiharibu hii mikono. Ninapoongea saa hii, ninaita nguvu ya ukombozi kwenye hii mikono, naachilia nguvu ya uweza. Utakachoshika kitaharibika. Ukishika nguvu zake zitaharibika. Ukishika mtu kichwani atafunguliwa. Mikono iliyoharibiwa na yule nabii feki, nabii wa kichawi aliyeshikilia mikono yako akazuia, akasema haiwezekani kwao akawa wa kwanza kuwa mtumishi mkubwa. Mimi leo ninambariki hapa, ninaachilia upako kwenye mikono yake na kuwa wa kwanza kumbariki kama nabii atakayeiongoza Kahama kwa Yesu, nabii anayepita kwenye mbuga za Kahama kwa Yesu, nabii aliyeshikiliwa na mapori ya Kahama. Ninaongea na nabii aliyeshikiliwa miaka hiyo. Yes, Roho Mtakatifu anaonyesha miaka 17, 17 years iliyopotezwa. Neno la Bwana linasema atarudisha miaka iliyoliwa na tunutu na madumadu na nzige. Ile miaka ambayo ulienda kwenye ile kanisa ya nabii wa kichawi, akaiona nyota yako, akaichukua, akapeleka kwenye madhabahu na jina lako akalifungia chini ya hiyo madhabahu. Leo ninaingia mahali pale, na pasua hiyo madhabahu, hiyo simenti hiyo madhabahu, na ing'oa hiyo simenti, na ipasua hiyo simenti, na achilia uweza. Hao malaika wafanya vita na kila wanyama wanaokuja kwenye ndoto, wanaokuja kwenye giza, wanaachia nguvu yako utumishi. Mnamwachia huyu, ni mtu mkubwa, mnamwachia. Nasema mnamwachia. Yes. Mikono hii itaponya ukimwi, itaponya kansa, itaponya walioonewa. Mikono hii naambukiza upako mara saba zaidi ya huu nilionao. Naambukiza upako mara 7. Kila atakachoshika kitafunguliwa. Akimwombea mtu ataombewa. Mikono hii inaachilia nguvu ya uweza kwenye mikono hii. Mungu anaenda kuinua mikono hii, atainua na huo uzao wote, na huo ukoo utainuliwa. Ninamuona mjomba akifa, namuona mjomba akipigwa na radi. Ninaona radi ikimshukia mjomba kwenye majira haya ya mvua. Ninaona radi ikishuka juu ya mwili wa mjomba aliyeshindana na huyu tangu anazaliwa. Wewe mjomba uliyeweka alama nyingi kwenye mwili wa huyu binti, uliyeweka alama nyingi kwenye mwili wa huyu binti, ninaachilia nguvu ya upako. Touch anointing from heaven, the mighty name of Jesus. Pokea uweza wa kifalme, pokea mamlaka ya kifalme kwa jina la Yesu Kristo. Kila uchawi uliofanyika kwako, unakuachia sahihi. Kila uchawi unakuachia sahihi. Nasema uchawi wote uliowekewa, iwe ni alama. Yesu amenituma, aliyekufa msalabani amenituma kwamba niondoe chochote chowekewa kwenye fahamu zako, kwenye kichwa chako. Wameweka kama wadudu wanaolia kama filimbi kwenye kichwa chako. Wale wadudu ninawakamata na waua sahihi. Na uwa wadudu waliowekwa na uchawi wa familia. Kila roho iliyokamata nguvu yako elimu, iliyokamata nguvu yako ya uaskari, iliyokamata nguvu yako ya uaskari, ninakamata roho sahihi. Waliokamata fahamu zako, ninaita moto kwenye kichwa chako, kwenye ubongo wako. Wale waliofanya tambiko na kafara, wale waliokuita jina saa 8 usiku ukiwa umelala, pigwa kwa moto. Go. Jesus. Nafungua nguvu yako ya kusonga mbele katika jina la Yesu. Pokea neema kubwa. Pokea neema kubwa katika jina la Yesu. Pokea neema kubwa. Yes. Pokea neema kubwa katika jina la Yesu. Pokea neema kubwa. 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 Kila aliyekuita malikia, aliyekuvika, wamekuvika crown 2. Roho Mtakatifu ananiambia unagombewa na upande wa baba na upande wa mama. Kuna vita sehemu 2. Kila mahali wanakuchagua kwa nyota yako ukawe mkubwa huko. Ninapoongea sahihi, madhabahu ya Yesu ni lango la uzima, inayotumikiwa na James Mdoe, na yenyewe inakuchagua hapa sahihi ukao tumike mahali hapa. Ninavunja hizo crown walizokuvisha,
nazipasua crown unazokuvisha. Wamekuvisha kichwani crown mbili. Naiona crown ya paji la uso, naiona crown ya kwenye utosi, zote zinavunjika sahihi. Hautakuwa malikia popote. Hautakuwa malikia kwa mizimu ya babu. Hautakuwa malikia kwa babu aliyekupenda akasema umtumikie. Inaachilia uwezo na mamlaka, jina la Yesu. Pokea neema na uwezo. Ni siku 21 za maombi zitakazoondoa vifungo mbalimbali, mipaka ya kufanikiwa, chini ya mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe. Ataombea watu mbalimbali. Bado unayo nafasi mpaka tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2026, kila siku saa 10 jioni mpaka saa 12, na Jumapili itakuwa ibada pekee ya neno la Mungu, maombi na maombezi, kisha tarehe 22 kuhitimisha na sakramenti ya meza ya Bwana. Hakikisha adui asiweke kizuizi cha kukosa maombi haya. Njoo na jirani yako. Location Kitunda Kibeberu, kanisa la Yesu ni lango la uzima, au tupigie kwa simu namba 0679266863. Wote tuende kwa Yesu. Fanya awe mtu wa kuloga watu huyu. Nitaluka naye kwenye ungo huyu. Nitafanya naye yes, bibi naona anaungua na majeshi yake. Anayesema ni mjukuu wangu anaungua moto, 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 bibi anaungua moto. Aliyeweka agano la kitovu, aliyesema lazima awe mcha